Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche ametangaza kuwa kiongozi wa zamani wa Cuba Raul Castro pamoja na watu wengine wamefunguliwa mashtaka ya kula njama za kuwaua raia wa Marekani kuhusiana na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege za kijeshi za Cuba zilidungua ndege mbili za kiraia. Akizungumza na waandishi wa habari, Blanche alisema Castro na washtakiwa wengine wanakabiliwa pia na mashtaka ya kuharibu ndege pamoja na makosa manne ya mauaji. Alisema familia za watu 4 waliouawa katika tukio hilo zimesubiri kwa miongo kadhaa kupata haki. Kwa mujibu wa Blanche, hatua hiyo ya mashtaka dhidi ya Castro na washtakiwa wengine ilitolewa na jopo la mahakama ya shirikisho nchini Marekani. Alisisitiza kuwa bila kujali muda uliopita tangu tukio hilo, utawala wa Rais Donald Trump umejidhatiti kuhakikisha haki inapatikana kwa watu wanaoua raia wa Marekani. Marekani haisahau na haitowaacha raia wake, alisema Blanche. Aliongeza kuwa mataifa na viongozi wake hawawezi kuwalenga raia wa Marekani bila kuwajibishwa. Kwa upande wake, Senator wa Florida Ashley Moody ameisifu idara ya sheria ya Marekani kwa kufungua mashtaka hayo. Moody alisema shtaka la kula njama za kuwaua raia wa Marekani dhidi ya Castro linaweza kupelekea kifungo cha maisha jela. Aliongeza kuwa mashtaka mawili yanayohusiana na uharibifu wa ndege za Marekani yana adhabu ya hadi miaka 5 jela kwa kila shtaka, huku mashtaka 4 ya mauaji yakibeba adhabu ya kifo au kifungo cha maisha. Hata hivyo, alisisitiza kuwa washtakiwa wote wanachukuliwa kuwa hawana hatia hadi watakapothibitishwa na mahakama. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kumfikisha Castro Marekani kusomewa mashtaka, Blanche alisema Marekani hufungua mashtaka dhidi ya watu waliopo nje ya nchi mara nyingi. Alisema hatua hiyo si mashtaka ya maonesho na kwamba Castro atafika hapo kwa hiari yake au kwa njia nyingine. Kwa upande mwingine, rais wa sasa wa Cuba Miguel Diaz-Canel amelaani hatua hiyo ya Marekani na kuyaita mashtaka hayo kuwa ya kisiasa na yasiyo na msingi wa sheria. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Diaz-Canel alisema Marekani inapotosha ukweli kuhusu tukio la kudunguliwa kwa ndege hizo. Aidha, aliituhumu taasisi ya misaada ya kibinadamu ya Brother to the Rescue ambayo ndege zake zilidunguliwa kuwa ilikuwa kundi la ugaidi wa dawa za kulevya.